Haleluya. Nikukaribishe sana mpendwa, tuweze kuendelea na mfululizo wa masomo yetu haya ya ishara za siku za mwisho zisizozungumzwa, au kwa lugha nyingine hekima kuhusu siku za mwisho. Ni shauku yangu kila mmoja wetu ambaye amepata neema ya kusikia habari za Mungu iwe na mwisho ulio mwema, maana wanasema heri mwisho mwema kuliko mwanzo. Sasa ili tuweze kufikia basi hatima ambayo tumekusudia ya kuwa na mwisho mwema, tulazimu kujua kwamba tuko kwenye majira aina gani, na tunafahamu ya kwamba pale tunapojua majira tulionayo, basi tutafahamu jinsi ya kuenenda. Na kipindi kilichopita tuliangalia kwa habari ya kizazi cha Nuhu. Mambo ambayo yalitokea kipindi kile cha Nuhu yanafananishwa na ishara mojawapo ya kutokea kwa unyakuo wa kanisa ama siku ya mwisho katika ulimwengu huu. Sasa hapa tunayo maandiko pia ambayo yanaendana pia na habari tulizosoma wakati uliopita. Unaweza ukaangalia kwenye YouTube, andika pale tu ishara siku za mwisho zisizozungumzwa sehemu ya pili, utaweza kupata mafundisho hayo. Katika kitabu kile cha Luka sura ya 17 mstari wa 26 mpaka 27 tulisoma jinsi ambavyo Yesu alifananisha siku za Nuhu na sawa na siku za mwisho. Akasema watu walikuwa wako bize na biashara, kuuza na kununua, kuoa na kuolewa na mambo kadha wa kadha, lakini ghafla ikatokea gharika na wengi wakawa wameangamia. Sasa ili tusiwe miongoni mwa watu ambao tutakuwa surprised na unyakuo wa kanisa, basi imetulazimu kupata nafasi angalau ya kutathmini mwenendo wa dunia na hali ya kidunia ilivyo. Angalia vizuri katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 41, lakini pia tutaangalia Waefeso 1:3 mpaka 4. Maandiko haya yatakuwa ni msingi mkuu katika mada yetu ya leo. Anasema Yohana 8:41, anasema ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Wakati Yesu anazungumza na hili kundi, alijaribu kuongea mada moja ambayo tunaweza tukatafakari hasa kujua nini kinachoendelea na nini ambacho kilitokea kipindi cha Nuhu. Kwa hiyo anasema ya kwamba ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ile sentensi ya Yesu wao walitafakari kwa kina, na kuna kitu ambacho walikuwa wanakijua, huenda wengi wetu hatukufahamu. Wale watu wakatafakari, wakasema ya kwamba sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Napata kitu cha kuwaza zaidi hapa, kitu cha kutafakari kwamba kwa nini hawa watu waseme kwamba hatukuzaliwa kwa zinaa, halafu kwa nini waseme baba yao ni mmoja, yaani Mungu? Ina maana kuna watu ambao baba yao ni mtu mwingine? Swali la kujiuliza na kutafakari. Kwa hiyo kizazi cha zinaa ambacho kinatajwa hapa, je, ilikuwa ni zinaa ya mwanamke na mwanaume? Labda wazazi wao walikuwa ni wazinzi? Hapana. Tunaweza tukarudia katika Mwanzo sura ya 6 pale kuangalia habari za Nuhu. Unakuta kwamba ilitokea zinaa kati ya mwanadamu na wana wa Mungu, ambao kwa lugha nyingine ni roho ambazo sio asili ya kibinadamu, ambazo hizo roho zilikuwa zimehukumiwa mauti. Kwa hiyo anasema ya kwamba kile kizazi cha zinaa kilichozaliwa, walizaliwa watu ambao walikuwa wanafanya mambo ambayo kwa lugha nyepesi tunaita mambo ambayo si ya kibinadamu. Maana kwa asili mwanadamu hakuumbwa awe mkosaji, wala kwa asili mwanadamu hakuumbwa kutenda dhambi. Lakini pale ambapo mwanadamu anafanya jambo ambalo kwa lugha ya kibinadamu inatafsirika kwamba sio ubinadamu, unaweza kupata mfano 1, 2, 3 ambayo inaelezea kwa undani zaidi. Kwa mfano, tumeona matukio mengi yakitokea, labda ya watu kuua ndugu zao, mme kumuua mke wake, mtoto kumuua baba yake, kwa kitendo ambacho jamii inakitafsiri kama sio binadamu. Lakini pia tumeona matukio mengi ya usagaji, shoga
na hata kufikia baadhi ya nchi pia zimekuwa na ruhusa kwa watu pia kushiriki mapenzi kati ya mnyama na mwanadamu, mambo mengi ambayo kwa lugha nyepesi tunaita kwamba sio ubinadamu. Sasa kwa nini tunaita sio ubinadamu na yanatendeka? Ni jambo la kujiuliza ili uweze kujua uko kwenye wakati gani. Kwa hiyo hapa anasema ya kwamba sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Hawa watu walikuwa wanafahamu siri ya kwamba katika dunia hii kuna vizazi viwili. Kuna kizazi kilichotokana na Mungu ambacho ndio sisi wanadamu wa kawaida, lakini pia kuna kizazi ambacho hakikuzaliwa na Mungu. Hichi kinaitwa kizazi cha zinaa, ambacho kwa asili hakina mbegu ya uungu ndani yake. Kwa hiyo ni kizazi ambacho hakiwezi kufanya mambo ambayo ni ubinadamu. Sasa uko kwenye mazingira ya aina gani? Tafakari zaidi. Anasema Waefeso 1:3-4, anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo Mungu alimchagua mwanadamu kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Mungu alikusudia kumuumba mwanadamu ili mwanadamu yule awe ni mtakatifu. Kwa maana nyingine ni kwamba ili awe na uwezo wa kumpa Mungu ibada pamoja na kuyaishi mapenzi yake. Anasema watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Maana yake tuwe na kibali mbele za Mungu. Mungu alimuumba Adamu na Eva kwa kusudio lililokuwa jema. Mwanadamu ampe Mungu ibada, mwanadamu ayatende yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Mungu akimwangalia mwanadamu anaiona kazi yake iliyo njema, anaiona kazi iliyotukuka. Ndiyo ilikuwa shauku ya Mungu mwanadamu. Lakini baada ya roho hizi kuingia kwa wanadamu na kuchafua mioyo ya wanadamu, ziliondoa ile asili. Kwa hiyo zikawafanya wanadamu kuwa waovu, natenda mambo ambayo hayakuwa ni ubinadamu. Kwa hiyo katika nyakati hizi tulizo nazo, matukio haya ambayo tunayaona ambayo sio ya kibinadamu yanatukumbusha kutafakari kwa kina, tujue ya kwamba tuko katika nyakati za mwisho. Sio nyakati tena za kushangaa, sio nyakati tena za kuendelea kusubiria vita, za kuendelea kusubiria maporomoko, bali ni nyakati za kujitengeneza, ni nyakati za kutengeneza njia zetu, ni nyakati za kumkaribia Mungu na kumsogelea sana. Lakini pia kuwa makini na dunia, kuwa makini na watu wanaotuzunguka. Maana hawa watu ukisoma kwenye maandiko anasema walifanywa kuwa hodari, watu wenye sifa. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanatenda matendo ambayo sio binadamu, lakini tutaona kwamba wako vizuri kiuchumi, tutaona kwamba wako vizuri katika maamuzi yao wanayotenda, mambo mengi wanayoyafanya, watakuwa na nguvu sana. Lakini asili yao si ya Mungu. Sasa je, tunawezaje kushinda katika kipindi kama hicho? Tunawezaje kuyatambua matendo ambayo kwa asili si ya kibinadamu, ikiwa wale waliotuzunguka na tunaowaangalia kama picha ya mafanikio yetu au picha ya ndoto tulizo nazo ni wana wa uovu ama ni wana wa zinaa ambao hawana asili ya kibinadamu na hawakuchaguliwa kuweza kumpa Mungu ibada takatifu. Kwa hiyo inatulazimu kujua kwamba lazima tuwekeze muda wa kutosha kumuomba Mungu, kujijenga imara katika roho na kujitengenezea mazingira ya uchaji wa Mungu, ili tunapopita katika mazingira kama hayo ambayo adui ameingia katika ubinadamu, ameingia katika wanadamu wanaotuzunguka, tuweze kumtambua, tuweze kujua hila zake, tuweze kujua mashambulizi yake na matakwa yake. Hii itatusaidia sana katika safari yetu ya kumtafuta Bwana na kuendea uzima wa milele. Shalom. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia. Usikose katika kipindi kijacho, maana tutaendelea zaidi kutafakari na kuchimba zaidi kuhusiana na ishara ambazo zinafanyika katika dunia ya sasa
zinazoonyesha kwamba tuko katika nyakati za mwisho. Ndugu, Mungu anakupenda na anakujali na anakuwazia leo mema. Yeye alikuumba ili ufanyike kuwa mtakatifu, umpe ibada na kupitia wewe utukufu mrudie yeye. Kwa hiyo chagua kumwamini yeye na kubaki kwake yeye daima. Mungu akubariki sana. God bless you. Amen.